ni kama ranging, ni kama ranging Mm. imejitengeneza, alafu baada ya ranging ikaja ikachukua liquidity ya chini kabisa huku, alafu ikaja ndo ikapanda sasa juu. Mm. Unaona? Lakini point ya msingi ni kwamba hii liquidity ni kama confirmation, yani hii ndo inakuonyesha kwamba sasa hivi hii bei itapanda baada ya watu kuwa Mm. wameshatolewa kwenye stop loss, kwa sababu unachoangalia tu Mm. kwenye haka ka ranging unaona kabisa kwamba watu walikuwa wana buy katika hii level hii, na umeona, na stop loss walikuwa wanaweka chini yake, ikija ikazidi maanake ndo liquidity. Lakini hapo hapo kwenye kwamba liquidity imechukua, ni kwamba kuna kitu kingine hapa tunakiona ambacho ni nini, ni hii kendo Mm. yenyewe kama yenyewe tukiangalia personally ndo Mm. sasa tukiangalia hii kendo tunagundua kwamba hii tunagundua kwamba hii ni kendo ambayo tunasema ni hama. Hii hapa hii Mm. ni Mm. hama, japokuwa ni nyekundu, lakini hii ni hama kwa sababu hawa walikuwa ni Mm. sela, walishashuka, walishafika hadi huku, Mm. lakini wamekuja wamerudishwa hadi hapo. Kwa hiyo hii Mm. inakuwa ni hama na nguvu yake inakuwa ni ile ile, na maana yake inakuwa ni ile ile kwamba baya wameingia kwa nguvu sana kwenye hili soko wakati huu, wakati wa hii Mm. kendo hii. Unaona, na hivyo inakupa tafsiri kwamba huenda baya wakawa sasa ndo wameingia moja kwa moja kuja kuanza kuipeleka bei upande wao. Lakini baada ya nini? Baada ya kuwa umeshaona kwamba ilipotokea hili jambo limetokea wapi, unaona kabisa kwamba hapa kuna hii level na hii kendo imekuja Mm. kuvunja hii level. Imevunja hii level, maana yake Mm. itakuwa ime grab liquidity. Kama imesha grab liquidity, na hii kendo inaniambia kabisa kwamba ilivyokaa baya wameingia kwa nguvu. Kwa hiyo maana yake inawezekana ikawa ni wakati sahihi wa kuingia ili kupanda nao. Unaweza Mm. ukabai ukabai tu mwanzoni hapa na ukakamata pips nyingi hizi mpaka kufika level ya huku juu kabisa huku. Umeona? Okay. Kwa hivi ndivyo unavyo, yaani kwenye trading mara nyingi ni bora usubiri kitu fulani kitokee, yaani usubiri kitu fulani kitokee, sio tu unafungua Mm. chati alafu unaanza kuplace order. Yaani mpaka kitu fulani, yaani mkao fulani utokee au muundo fulani utokee ambao unakuwa na sababu unakwambia kitu fulani. Mm. Ndo maana nikwambia mwanzoni kwamba kama hii ranging watu waga wanaitrade, lakini watu wengine wengi waga hawaitrade, wanaitumia kama ni njia ya kuwapeleka kwenye trade, kwa maana ya kwamba anaimonitor, anaifuatilia nini kitatokea baada ya ranging. Baada ya ranging huwa kuna vitu vingi vinaweza vikatokea na vyote ni opportunity. Umeona, endapo Mm. kama utaweza kuvicounter vizuri. Umeona, kwa Mm. sababu baada ya ranging mara nyingi huwa lazima ranging ivunjwe, na sasa kama ranging ilikuwa tangu usiku imeenda mpaka asubuhi mpaka inafika karibia na zile session zilizochangamka London session, Mm. bado Mm. kuna ranging. Ujue London session kuna hatihati sana akavunja hizo ranging akaenda upande wowote ule. Kwa hiyo ranging ni opportunity nzuri sana endapo kama utajiposition vizuri kuiangalia ya nini kinachofanyika. Sasa kikubwa ni kusubiri kuona nini kitachotokea kama kwenye level ya ranging kama hii, alafu unasubiri kuona kwamba ngoja nione, unatega tu mitego yako kwamba ngoja nione ikifika Mm. session iliyochangamka itatokea nini hapa. Umeona, hapo unakuwa Mm. ushazingatia news na vitu vinginevyo. Kwa hiyo ikifika session zilizochangamka, kwa sababu zina tabia ya kutrendi, zina tabia ya kutrendisha, kwa sababu watu wanaingiaga kwa wingi na kwa nguvu kubwa na wanafanya maamuzi makubwa. Kwa hiyo hapo Mm. ndipo unaposubiri sasa uone nini kitatokea. Kitakachotokea hapo wakati soko limechangamka ndio kitakupa picha Mm. ya wewe ufanye nini kitakachotokea. Na mara nyingi kitakachotokea, kwa sababu bei inaenda na kurudi, kitakachotokea unachokisubiri sana sana wewe ni kwamba baadhi ya watu watolewe, ambapo ndo tunazungumzia hizo stop loss. Sasa Mm. stop loss za watu zichukuliwe, hapo ndo unaingia, yani hapo ndo sehemu sahihi, na muda wote kwenye soko watu wanatolewa, yani stop loss za watu hata kama bei inapanda, inaweza bei ikapanda, unaona hata imefika huku hapa, lakini unaona imeretrace imekuja hadi hapa, kutoka hapa tena inaweza Mm. ikamove ikapandisha juu zaidi ikavuka tena hapa. Mm. Kwa hiyo bei muda siku zote ipo kwenye movement ya kuwatoa watu na kufanya harakati zake, kuwatoa Mm. watu kwa maana ya kwamba kutengeneza faida, yani ndo wanatengeneza faida kwenye soko hili, tunatengeneza faida sisi kwa sisi, kwa maana kwamba au Mm. market maker wenyewe wakubwa, ili yani ndo namna jinsi wanavyotengeneza faida na kuipeleka price. Kwa hiyo ni vizuri ukasubiri kitu fulani kitokee katika haya sijui support na resistance. Subiri kitu fulani kitokee, alafu ndo ingia, utakuwa una asilimia nyingi za kushinda.
Mbona tofauti na ukija tu ukaliangalia soko moja kwa moja afu ukaingia bila kuona kitu fulani kitokee. Mara nyingi bei huwa inakimbia sana kwenda uelekeo fulani endapo itakuwa imefanya Mm. jambo fulani. Najua unaweza ukawa unielewi hivi, lakini tukiendelea hapa na Mm. mifano miwili mitatu utaelewa. Mbona kwa mfano kwenye trading unaona kama mtu huyu alioingia hapa anaweza kuwa ameingia hapa amebuy hapa, bei ikaenda hadi Mm. hapa, atakuwa na faida nyingi tu, lakini bei Mm. itakuja italitrace hadi hapa. Lakini hapa ilipo Mm. retrace tena hapa, mtu mwingine anaweza akaingia sasa hapa akaja wakati yupo hapa akabai hapa, na bei ikaja ikamove tena na yeye akatengeneza faida, na huyu wa kwanza huku akiwa ameendelea kuhold position yake akaendelea kutengeneza faida kubwa zaidi, na huyu akawa. Kwa hiyo kwenye trading hakunaga kuchelewa, yani kila mtu atakula kwa urefu wa kamba yake. Kinachotakiwa wewe ni Mm. kukamata pips, kukamata movement fulani, yani kama ukamate kilomita 2, kilomita 3, ndo hizo pips sasa. Yani ni kukamata Mm. zile moves, kwamba bei imemove kutoka 4500 hadi 6000, nimeikamata hiyo move hiyo, nimeibuy bei, nimetembea nayo. Au bei Mm. imeseli kutoka 8000 hadi 3000, nimeikamata hiyo move. Kwa hiyo tunachojali ni kukamata zile movement, haijalishi iwe Mm. kubwa iwe ndogo, ila ni kukamata movement sahihi, kwamba bei itashuka na seli inashuka na kamata movement fulani, unaona. Kwa hiyo sasa ndio maana kwamba narudi pale pale kwamba katika hivyo vitu Mm. vyote ni vizuri. Approach nzuri ni ile kwamba ni vizuri ukawa unasubiri sokoni vitu fulani vitokee, Mm. na hivyo vitu huwa vinatokea sana mara nyingi muda wote, kwa sababu bei inatembea muda wote, bei inapanda na kushuka, na sisi tunataka movement hizo za kupanda na kushuka. Kwa hiyo ni vizuri ukasubiri aidha bei imeshuka alafu wewe ndio ukabai, au ukasubiri Mm. bei imepanda alafu wewe ndio ukaseli. Si kama Mm. unanielewa vizuri? Yani kwa mfano kama upo kwenye ranging sasa, hapa ndo upo kwenye ranging, umefika umekuta price hii ndo ranging. Tuchukulie mstari huo hapo na huu mstari wa juu mwekundu. Ninachokiongea hapa maana yake hapo ndo utakielewa vizuri zaidi. Maana yake ni kwamba kama umekuta bei ipo hapa sasa, bei ipo inacheza kwenye hii range namna hii hapa hapo, nadhani inaonekana vizuri. Maana yake ni kwamba sasa umekuta sasa bei ndio ipo sasa katikati. Hii hapa ni MetaTrader, haina tools nzuri sana kama TradingView za kuchora chora, ndio maana nzuri. Sasa umekuta kwa mfano bei, labda nichukulie mfano, labda nitumie tool hii hapa, thumbs up. Umekuta hapa bei ipo maeneo haya hapa katikati, au tuchukulie hapa katikati, kwa sababu huku ndo juu, ndo kwenye resistance, na huku ndo chini, ndo kwenye support. Hapa katikati sasa, kwa lugha ninayoiongea ndo nasema kwamba ni vizuri ukasubiri bei ifanye kitu fulani. Yani usifike ukaikuta bei ipo hapo katikati, hapo ukaamua una seli au una buy hapo, asilimia zako za ushindi zitakuwa chache sana, chache sana. Mbona? Kwa hiyo ni vizuri sasa, umekuta bei ipo hapa katikati, subiri. Ninachokimaanisha ninavyokuambia kwamba subiri bei ifanye kitu fulani, maana yake ni kwamba usubiri aidha, kwa sababu wewe target zako unajua kabisa hii ni ranging, bei inacheza katika level ya resistance juu na support chini. Kwa hiyo utasema ngoja nitasubiri, ndo kitu ninachokimaanisha hapa ninavyosema subiri. Nitasubiri bei ifike juu ndo nitaamua kuseli, na hapo ndo utakuwa unafanya sahihi, ukaisubiri bei. Ninavyosema kusubiri sio kwa maana kwamba kukaa na kutoa macho kuangalia PC, yani unaisubiri price, unaisubiri tu. Unaweza ukaweka tu alama yako, unajua unaweza ukaseti hata alert kwamba katika level fulani labda ni 4335 una seti kwenye TradingView, una seti tu alarm kwamba bei ya gold ikifika 4335 nipigie alarm. Kwa hiyo simu yako tu inapiga alarm ikifika tu hiyo price, unajua bei imefika kwenye level yangu, unafungua sasa simu yako. Yani sio kwamba unakaa unaiangalia chati mpaka ifike, kwa sababu huwezi kusubiri hivyo, unaona. Kwa hiyo mara nyingi ikiwa kama ndo unaingia sasa kwenye soko ambalo limechangamka, ndo linaingia afu unakuta price ipo katika level ya katikati kwenye target zako, haijafika kwenye zile target zako, hapo usiwe na haraka, kwa sababu bei hii ni lazima iende ichukue mafuta ndo iendelee na safari, ukumbuke hilo. Kwa hiyo ukiingia ikiwa ipo katikati, itakapokuwa inaenda kuchukua mafuta yake inaweza ikakufagia na wewe. Ndio maana ni vizuri sana ukasubiri price ikafika sehemu fulani. Umeona kama hapa, manake yani na ukweli ni kwamba kama kwenye ranging, yani hii ni mbinu ambayo imethibitika kwenye ranging. Ukiona i trade ranging, au trade ikiwa bei ukishazigundua zile level ya juu na ya chini, kwa maana ya support na resistance, hautakiwi utrade katikati hapo. Yani hapo utakuwa una trade, yani
una place order na inaingia vizuri. Lakini sasa tunavyozungumzia mambo haya ya kitaalam zaidi ni kwamba haitakiwi unakuwa na asilimia nyingi sana za kupoteza kwenye hiyo trade, kwa sababu bei, yani unaweza ukapoteza. Ni tofauti na mtu ambaye ataingia bei itakavyokuwa imefika sehemu fulani, hata kama atapoteza, lakini upotezaji wake yeye ni tofauti na huyu mtu ambaye atakuwa ameingia bei ikiwa ipo katikati. Kwa hiyo ni vizuri sana ukawa unasubiri bei ifike maeneo fulani, ambayo hayo maeneo fulani ndo support na resistance. Ni vizuri ukasubiri bei ikafika kwenye support level, bei ikafika kwenye resistance level, bei ikafika kwenye supply zone, bei ikafika kwenye demand zone, kwenye sehemu key level. Hizo zinaitwa key level ama key zone, zoni za muhimu zile. Zikifika price pale ndo ufanye maamuzi aidha ya kubuy au kusell. Na hata kama utakuwa upo wrong, kwamba upo wrong, lakini still bado kwenye trading tunaita kwamba umefanya kitu sahihi. Haiwezi yani hata kama utakuwa upo wrong, inawezekana bei imefika kwenye level ya support level chini huku ukabuy, umefanya kitu sahihi sana. Umefanya kitu, lakini sio kubai. Hapa tunajumlisha na vile vitu kama liquidity nilivyokuambia, sio tu imefika kwenye support level na buy. Hapo ninajumlisha vitu vyote, kwamba imefika kwenye support level na umeona kabisa kwamba kuna liquidity kidogo, ama sometimes bei inaweza isifanye liquidity na ikaendelea kucheza kwenye zone fulani. Ila my point ni kwamba ikifika bei kwenye support level na ukafanya maamuzi ya kubai kwa kujumlisha na mbinu zako nyinginezo, ukafanya maamuzi ya kubaya, hapo umefanya kitu sahihi sana kwenye mbinu ya support na resistance. Umefanya kitu sahihi. Hata kama bei umebaya afu bei itaendelea kudrop chini kwa kiasi kikubwa sana, ni sawa, utakuwa tu wewe ni kwamba haukuwa sahihi kwa maamuzi ama kwa uelekeo, lakini ulifanya lile tukio la execution. Ku place order ni ku execute order, ni kubaya au kusell, kubonyeza button ya kubaya au kusell, ni kufanya execution. Kwa hiyo tunasema kwamba ile execution yani wewe ni perfect, umefanya sahihi sana kwenye swala la ku execute order. Umefanya kitu sahihi, kwa maana kwamba umeingia sehemu ambapo ndo inapotakiwa mtu uingie, lakini haimaanishi kwamba ukiingia hizo sehemu lazima bei itaenda upande wako, kwa sababu bei hakuna anayeweza kujua kwa uhakika kabisa itaenda hadi wapi, kwa sababu inaendeshwa kwa nguvu za demand na supply za watu ambao wana trade huko dunia nzima. Kwa hiyo ile kwamba ku execute order ni sahihi, inatakiwa sababu unavyo execute order, u execute order kwenye maeneo yake sahihi, demand, supply zone, support, resistance na sehemu kama za namna hiyo. Mbona ndo hapa tukawa tunaangalia mfano, ukikuta hii bei ipo katikati hapa, ni vizuri ukasubiri ifike either juu ili useli ama ifike chini ili ubai. Hapo ngani tuangalie hii chora baada hajakaa vizuri. Aisha tani start sasa. Kwa hiyo ikifika na mara nyingi kama bei ndio inakuwa ipo sehemu kama hiyo ya katikati hapo kwenye zone kama hiyo, inapofika hiyo mida ambapo soko linakuwa limechangamka, ndo yani inakuwa vizuri sana ukiona sasa bei imeenda upande fulani hadi kwenye zone fulani. Yani bei ilikuwa ipo katika inacheza kwenye support na resistance, lakini kwa wakati huo bei ikawa ipo katikati. Yani bei ilikuwa inacheza kati ya 4,000 na 3,000, lakini kwa wakati huo bei ikawa ipo 2,000. Maanake sasa inapowaka lile soko la London, unajua kabisa hapa watu wengi wameingia, alafu ukaiona bei muda huo, na mara nyingi ndio waga inafanyika hivyo, unaiona bei inaanza kukimbia, aidha inashuka juu au inapanda, inashuka chini au inapanda juu, ikienda hadi kwenye sehemu ambapo ni resistance pale, manake ndio sehemu sahihi ya wewe kuingia, na ujue kabisa pale imeenda, kuna maana kwa nini imeenda hadi kwenye hiyo sehemu. Na vile vile ikishuka hadi chini kwenye sehemu ya support, ndio sehemu ambapo ujue kuna kwa nini imeenda hadi hapo katika hiyo session, na hiyo ni zone, na hiyo ni level ambao umeshaiona kabisa ni level ya muhimu. Kwa hapo sasa ndo unajua kabisa kwamba hapo ndo sehemu za kuingia, na hasa soko likiwa limechangamka, kwa sababu ndo mara nyingi waga bei ikiwa ipo katikati ya soko linavyofunguliwa lile, mara nyingi ina tabia ya kushuka kuja kwenye zoni hizo zoni ninazosema, kwa sababu lazima kuna liquidity, aidha inaweza zikawa zipo juu ama zipo chini. Kwa hiyo ukiona tu linakimbia kuelekea juu,
ujue kuna zoni linaitafuta, likishaenda likishaichukua ile zoni linaanza kushuka chini. Kwa hiyo kazi yako ni kufuatilia ile zoni, kujua kwamba hii zoni ipo sehemu gani. Ukishaiona hiyo, basi pale pale unaweka oda yako, unaona, na kujua ni ndo hatua ya kwanza kabisa unapofungua chati. Unaona, ngoja turudi pale kwenye nani tupate michoro mizuri. Sasa hivi imekaa vizuri. Leo nisema nataka kuna kitu kinaitwa, sio kama nikufundisha fair value gap. Nikufundisha hicho kitu yasoma hii fair, basi nisoma na yule mwingine yule. Fair value gap inayo ni mbinu ya price action ambayo inasema kwamba kuna sehemu, hizi mbinu zote zinachanganywa, yaani mpaka sasa hivi unajua kabisa kwamba kwenye ukiwa support na resistance unaweza ukaichanganya labda na candlestick pattern zile, yaani zinachanganyika hizi mbinu za technical zinachanganyika, na ndio maana huwa zina vipengele vyake. Unaanza kwanza unapoangalia lile soko kubwa, picha kubwa ile, market structure ndio unaanza nayo. Market structure ni mbinu pia ya kugundua kwamba huu ni muundo gani wa soko. Ukitoka hapo utakuja kutafuta zile zoni, unatafuta zoni kwa kutumia mbinu ambazo ni support na resistance, demand au supply, unatafuta zoni. Unakuja unaingiza mbinu hapo za support ama resistance, unakuja unaenda deeper zaidi, unaangalia labda nguvu ya buyer au seller, unaenda kwenye candlestick zenyewe pattern, unaangalia kuna pattern gani inayojitengeneza. Kwa hiyo hizi mbinu zinachanganyika. Sasa kuna aka mbinu kingine kanaitwa fair value gap, ambako kana nguvu sana, na hususan mtu ukiwa kama scalper na ukiwa una scalp kwenye mida hiyo ya London session, New York session ambazo zimechangamka, hii fair value gap inakuwa ina nguvu. Fair value gap hii ni sehemu ambapo, ngoja nichore kwanza afu tutakuja huku kuitafuta. Kendo kama price inaweza kawa inapanda kama chukulie price inapanda no. Tumia hii tutaelewana vizuri. Tumie kendo hiyo, tuna kendo hii tena hizi kendo, tuchukulie mfano ni kendo za bullish kendo. Sasa tunasema hivi, hii mbinu inasema kwamba kama price inapanda, hapa tunachukulia price inapanda, huku chini kuna kendo nyingi na juu kuna kendo nyingi, tutaona mifano huko. Ila concept yenyewe ya fair value ipo hapa. Katika kendo tatu lazima kuwe kuna candlestick tatu. Hii ni concept inayojitegemea. Hii sio pattern, ndio maana hatujaisoma kule kwenye candlestick pattern. Hii ni mbinu, ni price action, ni action ya bei inavyotembea sokoni. Ni aina ya action ambayo huwa inatokea, na ikitokea huwa ina maana fulani ambayo ndo tunaiangalia hapa. Candlestick zinakuwa tatu, either zinaweza zikawa zinapanda ama zinashuka, lakini unaangalia kendo ya kwanza na kendo ya mwisho, kendo ya kwanza na kendo ya mwisho, ambazo hizo candlestick ya kwanza na ya mwisho ndo zinazokupa picha kwamba kendo ya katikati tunaitumiaje. Kendo ya katikati
hizi kendo ya kwanza na ya mwisho inatakiwa umbali kati ya kendo ya kwanza, unaangalia umbali kati ya kendo ya kwanza na kendo ya mwisho. Katikati si ndo kuna kendo ya katikati? Sasa hii kendo ya katikati hapa ndo hii sehemu hii inaitwa fair value gap, ambapo hapa ngoja nichore sasa, niweke horizontal kabisa, tuseme hapo ndo kendo ya kwanza, si hii huku juu huku, alafu kendo ya pili hii huku chini. Hapa katikati hii kendo ya katikati, si ndio? Hapa hakuna unaona hapa nilivyochora mimi, hakuna hata ile shadow. Hizi kendo za juu ya juu na ya kwanza na ya tatu, hakuna shadow ambayo imekuja katika ile. Unaona ilivyokuwa clean, ni kendo tu ya katikati imetawala namna hii, si ndio? Sasa katika mahesabu ya trading, kwa sababu trading ni sayansi na ni hesabu, hii eneo linaitwa fair value gap, na hili eneo, hilo jina sio issue, ila issue kubwa ni kwamba hapa kuna order ambazo hazijawa executed. Kuna order, executed order. Hili eneo kuna unexecuted order. Hili eneo la katikati kati ya kendo lazima zote ziwe zina buy, zina buy au zote ziwe zina sell. Lakini katika hii kendo isiwe ipo hivi. Unaona hii ninavyoilefusha hii kendo? Ngoja ni zoom. Executed order. Hii scenario hapa mambo ielewe vizuri. Hiyo kendo ya katikati unaona haijawa disturbed. Hakuna shadow iliyoingia kwenye hiyo kendo ya katikati. Manake price wakati inapanda ilikuwa hapa tunasema kwamba ilikuwa inapanda kwa nguvu, yani ilikuwa inapanda, buyer walikuwa kwenye momentum ya nguvu kweli kweli. Hapakuwa na resistance ya seller. Price imepanda, si ndio? Lakini katika upandaji wake, namna jinsi ilivyopanda, huwa tunazihesabu candlestick tatu. Hizi candlestick tatu zinaweza zikakaa sehemu yoyote ili mradi ziwe zimeungana tatu. Umeona? Sehemu yoyote kwenye price ambapo inapanda na wakati ambao wewe unafanya analysis. Lakini sio lazima eti ziwe zimekaa mwanzoni au mwishoni au si kwenye level fulani. Hizi candle ziwe popote pale. Lakini tunachokiangalia kikubwa sana ambacho kinaipa nguvu sana hii strategy ni kwamba candlestick ya katikati ndo kama queen. Candlestick ya katikati ndo inayotuonyesha kwamba, kwa sababu trade inavyotembea muda wote ni kwamba, nilikuonyesha siku ile depth of market ni order, ni mtu mwingine anaweka order ya kubuy, mwingine anaweka order ya kusell. Ni kama auction, lile soko la mnada. Kuna buyer na seller, watu wawili wapo. Kwa price ikiwa inapanda hivi, kuna buyer na seller wanarushiana order, na price ikiwa inashuka hivyo hivyo, kuna buyer na seller wanarushiana order. Na order hizi zinakuwa zinaenda kwamba buyer wanabidi, seller wanachukua, seller wana ask, buyer wanachukua. Ndio hivyo, yani kila mmoja anaweka order yake. Kama kuna mnunuzi anakuja, mnunuzi anaweka price yake. Kama kuna mtu wa kumuuzia anakuja anamuuzia. Ndio hivyo inavyo function. Sasa ina function kitaalam zaidi na kiteknolojia. Sasa kinachotokea ni kwamba hili eneo ambalo tunaliita fair value gap ni eneo ambalo wakati hizi order watu wanatupiana, wanaendelea kutupiana hapa, fair value gap inatuonyesha sehemu ambapo hawa buyer walibidi order za kubuy, lakini seller hawakuweka zile order zao za kusell. Hawakuchukua hizi order za hawa buyer. Ndio kitu tunachokimaanisha hapa, na ndio nguvu kubwa ya hii order block. Yani buyer wao walikuwa wanabidi, buyer wao huwa wanabidi, wanavyoweka kiasi chao tunaita wanabidi, lakini seller wao huwa wana ask. Seller anavyotaka kuseli yeye huwa ana ask. Kwa order za seller huwa zinaitwa ask, order za buyer huwa zinaitwa bid. Kwa buyer wakati wanabidi, buyer akibidi anatakiwa seller wa ask, na seller waki-ask anatakiwa buyer aje abidi. Ndio wanavyojibishana hivyo. Sasa hapa fair value gap inatuonyesha kwamba sehemu ambayo fair value gap inatuonyesha sehemu ambapo, kwa sababu hii ni scenario ya price kupanda, buyer walikuwa walibidi kuanzia huko chini wamebidi, lakini walipofika hapa hii kendo ya katikati sasa ndio inayozungumziwa zaidi hasa. Buyer walibidi alafu
wakakosa mtu wa kuask, lakini price ikaendelea kupanda kwa sababu price ilikuwa inapanda kwa nguvu. Kwa hiyo inawezekana kulikuwa kuna kitu au jambo lolote ambalo baya wakawa na buy tu, hata kama watu hawakutokea wa upande wa pili ambao wakuchukua zile oda zao, baya wenyewe wakaendelea kubai. Lakini ni kwamba hicho ni kitu ambacho kigumu sana price iendelee kufika mbali bila kuja kuzi execute hizi order ambazo zimeachwa bila kufanyiwa execution, kwa sababu ili price iendelee kwenda lazima order zichukuliwe, order haziwezi kuachwa. Kwa hiyo sasa hii eneo linakuwa muhimu kwa sababu immediate, yani price ikienda tu kidogo lazima itarudi kwa kasi sana katika ile eneo hapa kwenye fair value gap kuja kuzichukua